na tabia ya mtu aliye na kweli ndani yake anakuwaje, au umuhimu wa kuwa na kweli, au matokeo ya mtu mwenye kweli. Tukazungumza vitu kadha kutoka kwenye Yohana 8 kuanzia mstari wa 31 mpaka 59. Tukasema kweli ni neno la Mungu. Tukasema mtu akijua kweli anawekwa huru, na tukaichambua neno kweli kutoka kwenye maandiko ya Yohana Mtakatifu, kutoka kwenye Yohana 14:6 mpaka 17. Kaona ule Yohana 14:17 anazungumza kwamba kweli ni roho. Kama ni roho ni neno, kama ni neno basi ni Mungu mwenyewe. Lakini tukazungumza kwamba kweli ni adili, ni unyofu, ni kuwa mwadilifu. Lakini tukaona kwamba kweli maana yake ndivyo lilivyo, halina kasoro. Ndivyo lilivyo, halina kasoro. Lakini tukaona kwamba kweli ni mojawapo ya miongozo ambayo Mungu ameiweka ili tupate kumfikia au kumjua zaidi. Vitu ambavyo Mungu ameviweka kwenye maisha yetu ili tuweze kumfikia ni kweli. Ametupa kweli ili katika hiyo kweli tumjue yeye. Tukishamjua yeye, maana yake hatutakuwa tena watumwa wa vitu ambao vipo kinyume na yeye. Lakini tuzungumza kinyume cha neno kweli, tukasema ni uongo, na tukapata neno kweli kwamba ni Kristo, ni Yesu Kristo, na tukapata neno uongo kwamba ni shetani. Tukasema kweli na uongo hizi ni tabia, ni tabia za kiungu, lakini tofautiana kwa sababu tabia moja ni ya giza na tabia nyingine ni ya nuru. Kweli inawakilisha Kristo ambaye ni nuru, lakini uongo inawakilisha shetani ambaye ni giza. Kwa tukasema tutamtambua au mtu atatambulika kutokana na hizi tabia. Uadilifu ambao ni kweli, ambao ni unyofu ndani ya mtu, tutagundua kwamba mtu ana Yesu ndani yake. Tukasema mtu aliye na Yesu tutaiona kweli ndani yake. Manake tutaona unyofu wa tabia. Atakuwa ni mtu nyofu, japo nyakati hizi kumekuwa na shida katika kazi ya Mungu. Kuna mazoea, watu wamemzoea Mungu, watu hawana hofu kwa Mungu, watu wamejaa uongo. Nikisema uongo maana yake ni uongo. Wameingiza tabia
Lao ndo kanisa lilivyo. Hata ukiwafundisha wafundishi, ukiwaeleza hawaeleze, kwa sababu walishaharibika. Kuna vitu ambavyo walikuwa na viamini kwamba ndivyo Mungu alivyo, lakini kumbe sivyo alivyo. Kwa maana hiyo Yesu alipokutana na Wayahudi ambao wao wanajiona wako sawa, wanajiona wamekamilika, wanapofanya uovu ndani ya mahekalu, wanapofanya mabaya ndani ya hekalu, wanaona wako sawa, na huku akiamini kwamba namtumikia Mungu huyu ambaye sisi tunayemwabudu, Mungu halisi aliyependa kweli. Lakini ukitazama kweli ndani ya huyo, Yesu akasema, nyinyi mnasema baba yenu ndiye Ibrahimu, lakini nyinyi si watoto wa Ibrahimu. Kwa maana mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mungenijua mimi, maana yake mungeijua kweli. Anaposema mungenijua mimi, maana yake wangeijua kweli, na wangekuwa huru kwa sababu ya kuijua hiyo kweli. Lakini kwa sababu hawajaijua kweli, hawajamjua Yesu, ndio maana wanatenda yaliyo maovu. Tabia ya shetani pia ya wao kujua, wakijua kwamba wao ni watu wa Mungu. Ndio maana leo ukichukua kanisa, ukichukua na dunia, tabia zinafanana, hakuna tofauti. Nini kinafanya kusiwe na tofauti? Kwa sababu tumeuingiza uovu ndani ya kanisa, na tukithibitisha kwamba Mungu ndivyo alivyo, wakati tabia ya kimungu ni tabia adilifu, ni tabia nyoofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia na watu wake kwamba nyinyi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi tangu zamani yeye ni muongo, na uongo ndio uko ndani yake, na nyinyi ndivyo mlivyo. Mungekuwa wa Mungu, tungeliona kweli ndani yenu, tungeona unyofu wa tabia ndani yenu, ndio tungejua kwamba nyinyi Mungu yuko ndani yenu, si shetani. Kwa mojawapo ya kielezo kinachomweleza mtu kwa uwazi kabisa kwamba huyu mtu ni wa nani, ni matokeo ya tabia zake zilivyo. Je, iko katika Mungu au katika giza, kama inavyojieleza katika Yohana 8 kuanzia 31 mpaka mstari ule wa 49. Kidogo ili tupate kuendelea. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na kuendelea. Anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mtakuwa wanafunzi wangu halisi. Aleta, yani hapo ile kweli kweli wewe andika halisi. Yani mtakuwa wanafunzi ambao mnafanana na mimi kwa lugha nyepesi. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu yeyote wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru?
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea kidogo. Anasema basi mwana akiwaweka huru, basi Bwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Mtakuwa huru kweli kweli. Mtakuwa huru halisi. Mtakuwa huru kama mimi nilivyo huru. Endelea. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu. Lakini kuniua. Mnataka kunimanake, lakini mpo kinyume na Ibrahimu. Kwa sababu neno langu, kwa sababu kweli yangu, neno langu halimo ndani yenu. Halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba, lile neno ndio linafanya watu wawe huru. Ndio linafanya watu wawaelewe watu wa Mungu kwamba huyu ni mtu wa Mungu, huyu sio mtu wa Mungu. Ile neno, ile kweli inakupa kumjua mtu. Ile mmeshindwa kunijua mimi kwa sababu ile neno la Mungu halimo ndani yenu. Amina. Shalom. Amen. Wakati mnanielewa? Nataka mnielewe. Anasema niliyoyaona kwa Baba, ndiyo niyanenayo. Nanyi vivyo hivyo mlivyoyasikia kwa baba yenu. Kwa baba yenu Ibilisi ndiyo myatendayo. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Kama mngekuwa watoto wa Eriki, mngeyatenda yaliyo ya Eriki. Mngetenda yale ambayo Eriki anawaelekeza kila siku. Mngeyafanya yale ambayo Eriki anawaonyesha kila siku. Msingetenda hayo yaliyo mabaya. Kwa sababu haya ambayo mnatenda Eriki hayatendi, wanawafundisha. Lakini kwa sababu nyinyi mnatenda kinyume na yale ambayo Eriki anayatenda, nyinyi sio watoto wa Eriki. Mna baba mwingine ndiye ambaye amewekeza hizo tabia ndani yenu. Kwa sababu hivyo unasema mwanafunzi atakuwa kama mwalimu wake hivi. Maana kuna mwalimu wako wa asili. Angekuwa baba yenu ni Ibrahimu, mngenijua kwamba mimi Yesu ni nani, na neno la lingekaa kwenu. Lakini nyinyi watoto wa kimwili kwa Ibrahimu, sio katika roho, kwa agano. Mnayofanya Ibrahimu hakuyafanya. Mnayofanya Ibrahimu hakuyaishi. Nyinyi mnatoa. Maana kuna mkufunzi mwingine nje na Ibrahimu. Endelea kidogo. Lakini sasa mnatafuta kuniua. Mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Mnanifanyia mabaya, mnanitenda mabaya, mnanizungumzia mabaya, mnanioshia vidole, mnanitenda kwa mabaya, mnanikalia kwenye vikao kwa mabaya. Mtu ambaye nawaambia ukweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu akufanya hivi. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa matamanio yangu, bali kwa malengo yangu, kwa hisia zangu, kwa nia yangu. Nimekuja kwa mapenzi ya Mungu, bali yeye ndiye aliyenituma. kwa sababu yeye ndiye ameweka wito huu ndani yangu.
Mbona hamyafahamu? Ni asemayo. Ndio maana nyinyi watumwa. Ndio maana mnahangaika na vitu vidogo. Ndio maana hamna mioyo ya kustahimili, kwa sababu ndani yenu hamjui, hamna fahamu, hamna kweli. Mngekuwa na kweli ndani yenu, mngenijua mimi nani, nimekuja kwa ajenda gani, nipo hapa kwa ajili ya nini, nimetuma kwa ajili ya nini, mngenijua hiyo. Kwa sababu ndani yenu Mungu hayumo, ndio maana hamnijui. Na hata Mungu anamuita baba yenu, sisani kama mnamuelewa. Tao na vile mwingine. Andika pointi ya kwanza. Matokeo ya aliye na kweli ndani yake, au tabia ya mtu mwenye kweli ndani yake, au maisha ya mtu aliye na kweli ndani yake, au mtu mwenye kweli ndani yake utakuaje? Yote ni vitu ambavyo unaweza ukaviweka kwa namna unavyotaka wewe. Jambo la kwanza, andika ni mtu huru. Ni mtu huru katika nafsi, roho na mwili. Anakuwa huru katika roho. Vitu vyote ambavyo vinahusisha mambo ya kiroho huwezi kukosa kwamba yuko huru. Hata vamiwa rohoni, hata pigwa vita rohoni, hata fatiliwa rohoni, hata ziakiwa rohoni, hata naoshewa vidole rohoni, yeye ni mtu huru. Atashambuliwa, ni mtu huru. Kwa anaijua kweli, anajua njama za adui, anajua mafumbo ya adui, anajua michezo ya adui. Mtu akitafuta kumwangusha, yeye anajua. Kwa sababu ndani yake uko uhalisia wa kiungu, kwa maana nyepesi, kwa tabia ya kiungu. Kwenye mambo ya kimwili hafungwi, hafungiki na tabia za kimwili. Hutamuona mambo yake ya kimwili kuyatii, hutaona. Hafungwi, yuko huru. Asiyekuwa na kweli ndani yake hawezi kuwa huru, hawezi kuwa huru. Anakuwa ni mtumwa wa mwili, anakuwa ni mtumwa wa mambo ya mwili yanayoharibika, yanayopotea, yanayokufa. Anakuwa ni mtumwa. Yaani tabia za mwili zile ni zinazonenwa katika Wagalatia, yeye kwake inakuwa ni maisha yake, bali anafungwa na hizo, anafungwa na hizo. Lakini mtu aliye na kweli ndani yake anakuwa huru. Hautaona kifungo cha mwili kwake, kwa sababu Yesu yuko ndani yake, ambaye ndiye kweli, amemfanya kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naongea na mtu kwenye nafsi yake, ambako ni moyo wake, utamuona yuko huru. Matamanio yake yanakuwa kwa ajili ya Mungu, hayawi kwa ajili ya dunia, hayapo kwa mambo ya kidunia. Hawazi yaliyo ya kidunia, anawaza yaliyo ya kimungu, ili ayapokee mambo ambayo Mungu alimkusudia kwa hayo hapa duniani. Lakini mtumwa siku zote, nia yake, matamanio yake, hisia za, anazungumzia nafsi yake, uhuru wa nafsi, inafungwa kwenye mambo ya uongo ambao ni agiza.
Hilo neno uongo si kitu, uongo ni ile tu kama unadanganya. Yaani mambo yote ya giza ni uongo. Maana yako kinyume na nuru. Sema amen. Amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Amen. Mtu aliye na kweli ndani yake, utaona uhuru nafsini mwake, na unaona macho hayamtoki, mate hayamtoki kwa vitu vinavyoharibika. Hisia zake, matamanio yake, nia yake ni kuona ufalme wa Mungu na jengo. Sema amen. Sio rahisi. Sio rahisi kama hauko huru nafsini mwako ukafanya leo mapenzi ya Mungu. Sio rahisi. Sio rahisi. Nakwambia kweli, kama hauko huru nafsini mwako, maana nafsi inabeba matamanio, hisia, nia. Sio rahisi. Unajua ni rahisi kuongea, lakini kutenda sio rahisi. Sikuwa nimekaa mwanangu mwenye ananiambia baba, nataka kununua vyombo vya mikutano. Na unapata shida. Unapokuwa ubiri, unahubiri, unakodi vyombo vyenyewe vibovu. Na unapata shida na umia. Nataka kununua vyombo. Unajua nilikuwa naenda kufanya kitu fulani, lakini bwana tuainishe hicho kitu ili angalau basi tupate vyombo na ubiri bila shida. Unajua sio rahisi. Matamanio yake kuyaweka kwenye mambo ya ufalme wa Mungu sio rahisi. Ni rahisi kuongea mdomoni. Mungu akupe hela sasa hivi wewe. Tutaona kipi kipaumbele chako. Unajua ni rahisi kuongea. Kuongea ni rahisi sana. Ameuza eneo lake, ameuza sui na gari, alafu ukanunua vyombo vya muziki. Yaani unajua vitu ambavyo kwa lugha nyepesi na mingine uchumi kwa. Lakini ili kazi ya Mungu itendeke, na tunaiona hisia yake, matamanio yake. Sio rahisi. Sio rahisi leo mtu apate milioni 200. Sema amen. Aseme baba, nataka kujenga kanisa ili kazi ya Mungu iende. Sio rahisi. Maana ni mtu huru nafsini mwako. Sio rahisi mtu ambaye nikwambia kweli, mtu ambaye bado kweli haiko ndani yake akatoa fungu la 10. Sio rahisi. Ni rahisi kuongea mdomoni. Upate hela ndio utaelewa. Ndio tu muujiza wa hela ndio utaelewa. Ninachozungumza kikoe issue ya kuwa mtumwa nafsini mwako au kuwa huru nafsini mwako. Leo upewe hela. Upewe milioni 20 tu. Mungu akwambia ondosha kwanza zaka, afu ondosha zabibu. Alafu na wewe ulikuwa unataka kutembelea gari. Unatamani kununua uwanja. Unaahidi watu waahidi. Alafu Mungu akwambia toa zaka milioni 2, toa zabibu. Tena zabibu nzuri sio fancy. Ndio unaamua kabisa. Ndio hapo imani zinakufaa. Ninapozungumzia habari za kuwekwa huru, ndio katika nafsi yako, nazungumzia upana wa maisha ya mtu. Sasa nafsi ya mtu ndio imependa mambo mema yote. Amina. Ya Mungu. Amen. Na imependa mambo mabaya yote ya kishetani. Yes. Je, nafsi yako utaelekeza katika lipi? Katika mambo ya kiungu au katika mambo ya giza ya kishetani? Sio rahisi. Ni rahisi wewe mambo ya Mungu, ni rahisi kuongea mdomoni. Mimi naambia kweli, sio rahisi kufikiria. Sio rahisi. Ni rahisi kuongea. Ni rahisi kama ukija ukajadili. Ni rahisi kuzungumza. Ni rahisi kaahidi. Ni rahisi sana
Ulize mwenzako nafsi yako iko huko. Sio kwamba watu hawapati hela. Sio kwamba watu wiki nzima hapa hajapata hela. Lakini nikisema watu wainuka leo fungu la 10, watainuka watu 20 na watu 100. Sio ngena? Amen. Watainuka watu 15, watu 30. Watu sio kwamba wengine wote wanaweza fungu la 10. Nafsi. Tumwa. Nafsi imekuwa mtumwa wa vitu. Onekana. Nafsi imekuwa mtumwa. Haiwezi kuwa huru kufanya hiyo mapenzi ya Mungu. Mna mwingine anatamani kufanya mapenzi ya Mungu, mwingine haiwezi. Kifo mbele chako nafsi mwako ni nini? Sema amen. Amen. Ndio Yohana anasema utawekwa huru kweli kweli. Utawekwa huru kweli ukijua nini kweli, na kweli hiyo itakuwa ndani yako, utakomesha hiyo. Lakini kama haujaijua kweli, sio rahisi ukawa mwaminifu kujitunza, sio rahisi. Nafsi yako itakuwa kwenye mambo ya duniani, itaendea mambo ya duniani, sio rahisi kujitunza. Kama una kweli ndani, sio rahisi kujitunza, sio rahisi kujitunza, sio rahisi kwa mwaminifu kama yeye anavyofikiria. Mdomoni kunaongeleka, mdomoni kunaongeleka. Mimi naambia kwa kweli, mdomoni kunaongeleka. Leo unajua, toa tangazo kwa watu waliomwamini Mungu, hata tumishi wa Mungu. Waambie tukutane kesho, tuje kumwabudu Mungu, tuseme na Mungu wote kwa pamoja, tukusanyike. Kila mwenye mwili aje asikose. Asikose. Watakuja watumishi wa Mungu 5, 10, 20. Waambie watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, mitume na nabii, waambie kesho kuna issue ya kupewa hela kusapotiwa huduma zetu. Tunaona matembea kwa miguu, hamna chochote, tutagawa pikipiki, tutagawa baiskeli. Tutagawa baiskeli angalau kwa kutembelee magari. Au huko nimeenda bado. Waambie sipeni siku zenu. Wengine nipeleke. Tutakuwa na 10,000 dawa. Patajaa hapa kwa wachungaji tu, maaskofu tu. Patajaa hadi kule patajaa. Na waambie kwa na msosi pilau na nyama choma. Makondo paya ukiwaambia habari za ufalme wa Mungu, watakuja 10, 20 watano. Maana yake nini? Nafsi za watumishi wengi, waamini wengi, zimeshikiliwa, zinatumikishwa na dunia, zinatumikishwa na mambo yanayoharibika. Yes, amina. Zinatumikishwa. Leo si Mungu hapa. Ningetangaza wiki yote hiyo. Haleluya. Amen. Hii Jumapili tutakuwa na ibada. Amen. Amen. Mungu ataachilia fedha kwa kila mtu. Fedha kwa kila mtu. Fedha kwa kila mtu. Atajaa. Niwapo ushuhuda moja. Siku moja kuna mtu aliniita. Mungu amesema na mimi kwamba tuliambie kanisa watoe hela. Mtu akitoa milioni 1 atapewa milioni 2. Mtu akitoa milioni 2 atapewa milioni 4. Mtu akitoa milioni 4 atapewa milioni 8. Tuwaambie kanisa. Nimesema Mungu anakusemesha, sasa Mungu amenisemesha. Na hizo hela zitapatikana kwa. Unasikia Mungu anakusemesha na safanye. Haleluya. Amen. Akasema chukua daftari. Mimi nachukua daftari na andika. Akasema Mungu akasema jamani, ukitoa 100,000 utapewa 200,000. Kwa ni nguvu yako kwa shinga. Leta madhabahu tuzalia milioni 2. Itakuzalia ukitoa milioni 2 utazalia milioni 4. Siku hiyo nilimwona Mungu kwamba watu hao wamejaa nafsi zao duniani kuliko mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mama mmoja alitokeza, asema mimi na milioni 2
akatoa milioni 2 ili apate milioni 4. Mama mwingine sikutegemea kwa sababu nina 9,70,000 ili izae 9,70,000 nyingine akatoa. Na kupa ushuhuda wewe. Halo. Akaja mwingine akasema mimi na dola 100 na hela nyingine akatoa. Kwa mimi naandika. Mimi nafanyaje? Naandika. Tena la fela mjeusi. Naandika. Mwingine akasema 50,000 nikatoa. Anaandika. Wakatoa kazikusanya zile hela. Nikamuuliza, wewe mtumishi, umesichukua hizi hela? Ni kwani hapa watu hela? Akasema watu washenzi. Tunapambana kazi ya Mungu. Mpaka uonyeshe vitu vya kufanya ndo watoe. Mpaka uonyeshe faida yao binafsi. Hawana mapenzi na nini yao. Unaweza wewe acha niache. Mimi nifanye nini? Waliliwa. Ndo kanisa tuliona leo. Bure. Naombea mafuta na mpaka bure. Tena wengine wanafuata ofisini. Nasema nipo tunafuta kidogo na wapa wako kweli. Na nunua supermarket tunafuta chupa 20,000. Chupa ndogo na 20,000. Na nunua maji sipewi bure dukani. Yes. Na leo tutambizie ndio ifuatie. Lakini akitokea mtu akikwambia kopo hili la maji nimeombea siku 14 wiki 2 imejaa upako nauza 3,000 napanda foleni kununua mafuta 3,000 kwa sababu nafsi zenu zimebeba maslahi yenu binafsi. Ni nafsi mfu, ni nafsi ambazo hazina pumzi ya roho. Yes. Nikisema nina anointing oil hapa, nimekaa kwenye maombi siku 100 na iombea. Hata kama una ugonjwa wa namna gani utapona. Nauza kachupa kadogo 1,000,000, tutapata watu wa kununua mafuta 1,000,000 hapa. Amina. Lakini kwa sadaka mnashika waliokuwa wametoa ile hela ni wale wengine ambao sikuwategemea. Iko fungo nyumba nafsi iliyofungwa kwenye dunia inaangalia matamanio. Mimi nilipigia simu ambayo inaweka matamanio. Umeona hii yote, umeona haya maisha, usiangalie majina yote imehesabu hii. Nehela watu wamekuwa hizi. Nehela watu wamekuwa ili izae kwa sababu umeroga vibaya. Kwa mwaminifu tu kwa Mungu. Mwingine anakuwa alitoa huyu ametoa dola 100 na hela nyingine 25,000. Sasa anapambana ongeza ile zake. Kufanya kazi ya Mungu kununua vyombo wanasema mimi viache. Hawezi. Mpaka aonyeshe. Huyu mwingine sio ametoa. Huyu ametoa 100,000. Huyu ametoa 500,000. Kuongeza 200,000 na 700,000. Huyu ametoa 200,000 anaongeza 50,000. Tena kaongeza 50,000 nyingine. Akafunga ile. Kwa kuna vyombo hawezi.
Rumi 12:3 na Efeso 4:1-7. Tuanze na Rumi 12:3 tutakuja Efeso 4:1-7. Warumi sura ya 12 mstari wa 3 na kuendelea, anasema kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyoko kwenu asilie makuu kupita impasavyo. Manake ni nini? Tunataka uwe halisi. Mungu anafanya kazi na watu halisia. Amina. Sio kopi. Na maisha ya mtu yako kwenye uhalisia wake. Wewe unapambana na vitu ambavyo vinafanya wewe. Unapambana na vitu ambavyo havina kuleta faida. Unatumia nguvu kubwa kwa sababu hujawa halisi. Mimi hapa nikianza kuhubiri, katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu amesema na mimi. Haleluya. Yesu ameniambia kwenye uhalisia wangu. Kwanza mimi nitakuwa kituko kwenu. Naeleka mzuri. Mtumishi vipi huyu? Usiongee tu sauti yake. Kwani mpaka korona ndio Mungu anashuka? Mimi ni sauti yangu. Mimi ni sauti yangu hii toka nilipokuwa mtoto. Nilipokuwa mdogo nilikuwa nikiongea na kila zamani. Nimeongea kama nilikuwa kumbe kidogo ni mtoto. Sauti yangu hii. Lakini ukitoka kwenye uhalisia wako ukawa kopi, hautafanikiwa. Kwa sababu kuna original wako. Ndio. Wengi mmekwama, wanakuimba kama Bwana mhitaji, hautatoka. Bwana mhitaji yupo aliye halisi. Imba kama wewe. Ile Bwana mhitaji iongezeke tu kwako. Yes. Lakini tukuone wewe ni kiungo gani? Wewe ni nani? Aliye na kweli ndani yake. Anafanya mambo katika uhalisia. Amina. Amen. Haleluya. Yesu asifiwe. Leo mpenda kupokea upako usiokuwa kawaida. Likataya na masia. Kwani ni sauti za kina masa nzuri bebe? Za kwa nini Yesu nzuri? Mbona mtukolome? Nataka uwe halisia kwa jina la Yesu. Nataka uwe kwenye nafasi yako, kwenye kiungo chako. Kila mmoja na wito wake. Kila mmoja kuna vile Mungu alivyomwita. Tembea kwenye wito wako. Amina. Jesus. Labda tuone uwe kama yule aliye mkufunzi wako. Meke mkufunzi, roho yake ni rahisi kuingia ndani yako. Amina. Sema nimekaa huko ofisini. Nimekaa nje, ndio ofisi hata hii. Nimekaa huko nje kwenye kiti. Nimempa mwanangu mmoja ongoza ibada, kwa mwanangu leo ongoza ibada, leo mimi siongozi ibada. Na wewe kuhubiri. Haleluya. 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 Sasa kwa nini mwakasa? Mimi nitegemea basi afanane na mimi. Kwa sababu mimi na mkufunzi wako. Nikatambua kwa mimi sio roho yangu, mimi roho ya mwakasa. Nimeshaje? Haleluya. Haleluya. Sasa huyu ndani mwakasa anafika sana. Nataka muone kipindi mwanangu. Sio mwakasa. Kwa nini? Kwa sababu wengi mnafikiria ukitoka kwenye uhalisia wako ndio utapenda. Nisikilize vizuri. Rizika na sura yako, rizika na rangi yako, rizika na viungo vyako, hata kuongezea makope.
kukopi. Umeanza kuimba haleluya. Wewe ambona yupo. Hatutashoboka na wewe kwa sababu original yake ipo. Kuna anacheza kama bodi mwingine sawa. Kama bodi mwingine ni baba yako, cheza kama yeye. Kama una kopi. Sio roho, kuna kopi na roho. Kuna watu ambao wanacheza kama bodi mwingine roho. Kuna watu ambao hata sura ya bodi mwingine kwa nao rai. Ni kwa sababu kama bodi mwingine. Kwa utakuwa ni kopi. Amina. Hautakuwa halisi. Yes. Akicheza mtoto wa bodi mwingine ndio atafurahiwa. Amina. Kwa sababu ni halisi iko ndani yake. Ndio. Haleluya. Amina. Wao watu washaka. Mtoto wangu baba na anahubiri. Sasa ni chuo leo. Hoja hii sio baba hiki. Umetoa wewe sio halisi. Nataka muwe halisi kwa jina la Yesu. Nataka muwe halisi kwa jina la Yesu. Amina. Binti jipende vile Mungu alivyokuumba. Jipende rangi aliyokupa Mungu. Onyesha rangi yako. Isafisha rangi yako. Isafisha rangi yako. Isafisha rangi yako. Amina. Itunza rangi yako. Ndio. Mungu anapenda. Watu leo wamekaa hapa mbele wanazeka pamoja na rangi hizi zinyeusi. Wanazeka pamoja na wazee. Wanaika wazee wamekaa hapo. Yaani hapo upendo unawaka moto. Mama wa watu rangi halisi, baba rangi halisi. Ni halisia. Kwa nini? Iko neema ya Kristo ndani yao. Amina. Watu kujipotana mwanadamu kupenda, wewe kubue. Kuna wengine kupenda kujikubua. Nikinya utapita. Ukijikubua utakuwa na wewe unaogopa. Ukichora kuangalia na mimi. Kwa sababu tunataka vitu halisi. Lakini mwanamke ukipendeza, uking'aa, ukipaka mafuta mazuri, yanayotakatisha rangi yako, yanayoboresha rangi yako, hawa Mungu anakupenda, na watu wa Mungu anakupenda. Sasa kwa jina la Yesu ni wasi. Soma hiyo Wakorintho. Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza anasema, Kwa hiyo na wasihi watu wa Kigamboni, mimi niliyemfungwa watu wa Dar es Salaam, watu wa Tanzania, watu wa Afrika Mashariki, watu wa ulimwengu wote, ninawasihi tena mnisikilize. Mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama mnavyostahili wito wenu mlioitiwa. Piga makofi kwa Yesu. Ukikaa kwenye nafasi yako, Mungu atakubariki. Ukikaa kwenye nafasi yako, utaona milango imefunguka kwako. Ukikaa kwenye nafasi yako, hautakuwa hivyo ulivyo. Sema amina. Mwenende kama wito wenu halisi ulivyo. kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili Nisikilize vizuri. Amen. Leo kuna makundi yameibuka. Nilikuwa naambia nani ambao anashindaga nao. Naambia nasumbuliwa na wao. Naona kundi la mashehe wamevaa kanzu na kundi la watu ambao wamevaa kanzu wanashindana. Ushindani. Wanacheza mpira pamoja. Yaani timu hii na timu hii.
kiunganishi cha wengine. Ndio maana msalaba. Umeona msalaba? Una alama nini? Una alama nini? Ya jumlisha. Ya jumlisha. Ni kiunganishi. Inaunganisha Muislamu, inaunganisha Muhindu, inaunganisha huyo mfuasi wa Yesu ambaye anajipatia anaitwa Kristo. Wote naunganisha kuwa kitu kimoja. Hii alama hii inaunganisha Msabato, inaunganisha Mroma Katoliki, inaunganisha Mtegeti Marasi, inaunganisha Anglikana, inaunganisha Mwenyekiti. Kama una akili mbovu za uzalendo, Yesu tamsikiliza kwenye magazeti. Yesu hana sababu hizo. Kama nafasi yako uliyoitiwa, kama umeitiwa kiungo ile Mtegeti, heshimu kiungo Mtegeti. Kama Mungu amekuita ni kiungo Maraziani, heshimu kiungo Mlongani. Kama umeitiwa ni Msabato kiungo, heshimu kiungo Muislamu. Kwa Yesu zote zimepangwa. Ni kukosa akili. Tumemezeshwa matango pori na tukiaminishwa kwamba ni matunda, wakati sio matunda, ni sumu. Inatuangamiza, inatuua. Yeyote uliye na kweli ndani yako, uwezi kukaa kwenye ushindani wowote. Utahubiri kweli, na hiyo kweli itawasaidia watu kuwaweka huru. Ndio mwenye iko kama wewe, wala sikushangae. Ndio maana nakufundisha. Nilikuwa najiona kwamba wengine hawajaokoka kabisa, ila wengine wameokoka. Pili nilipokuwa nikawa mtu mzima, nikawa mwana, nikawa kwenye hali ya utoto wa kuendesha na kawaida ulimwengu huu, kutumikisha na uzeefu na udini. Nilipotoka kwenye hiyo hali, nikatambua kwamba hapana, haya ni mambo yetu sisi binadamu, namna ya kumtafuta Mungu ni njia, ni viungo, lakini kuna ukamilifu ambaye ni Yesu Kristo. Ndiye ni Mungu wa wote wenye mwili, na kila goti litapigwa mbele yake litakiri kwamba Yesu ni nani? Ni Bwana. Acha kuhangaika na vitu visivyofaa. Yes. Anasema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Katika kifungo cha amani, hifadhi umoja wa roho. Walio na kweli wanapambana kuhifadhi umoja wa roho. Hawapambani kuwatenganisha watu, hawapambani kuwagawa watu, wanapambana kuwaunganisha watu ili wawe kitu kimoja. Kuna watu wamevamiwa na mapepo machafu, na wakiamini ni yule roho wa Mungu tunaongea naye, kumbe ni pepo achafu anaingia watumishi wa nani? Wa Ahabu. Kuna watu wameingiliwa na pepo wa uongo. Hakuna pepo mbaya kama pepo wa uongo. Pepo wa uongo utamwona Mungu ndivyo alivyo, kumbe kile anachokinena sio Mungu alivyo, ila ni shetani anakufunulia na amekutia nguvu ili utumike katika uovu. Kataa kutumia kwenye uovu. Uwezi ukawa kiungo cha Kristo ukaambia watu wakatane vichwa, ukaambia watu wachinjane, ukaambia watu wapigane ngumi, ukaambia watu wale sio ndugu zenu. Ni kosa kubwa mno. Yes. Hapa nikisema waliokuwa Waislamu wasimama, utaona idadi ya Waislamu wengi wasimama. Je, huo sio upuuzi ambao tunafundishwa sasa hivi, ambao watu wanafanya sasa hivi? Ushindani usiokuwa na faida. Wiki mbili zilizopita nikaona wachungaji wanajificha. Kuna majamaa katika wachungaji wanajificha. Nini roho ya ushindani, roho ya mapambano ambayo imewakumba watu waliopoteza kweli ndani yao?
Usikubali kuiacha, usikubali kupoteza, kwa sababu hiyo kweli ndio nguvu yetu sisi. Sisi wote Yesu alikuta watu wananena ile mapenzi ya Mungu pembezoni ambao hawakuja kundi lake. Wanafunzi wa Yesu akamwambia Yesu, tazama wale watu wako kinyume na sisi. Yesu akasema hapana, kama wananena yaliyo yetu wako upande wetu, kwa sababu wananena yaliyo yetu. Sema amen. Wanafundisha watu sinywe pombe, wanafundisha watu sisini, wanafundisha watu siibe, wanafundisha watu siende na njia mbaya. Hao wananena yale ambayo na sisi tunanena hayo. Maana yake ni nini? Hao ni nyumba tu, ni familia. Ndio maana hapo kuna baba wengi na baba na nyumba yake. Haina maana kama baba wale sio baba. Hana sita kwa baba. Ni baba kwa watoto wake. Heshimu. Kanisa la leo limeingiliwa na kirusi. Tena kirusi kibaya sana. Kirusi cha kuigawa Tanzania. Kirusi cha kuwagawa watu kwa itikadi ya dini na usheria. Ni kirusi kibaya sana, ambacho mtu aliona kweli ndani yake atahifadhi umoja wa roho katika kifungu cha neno cha amani. Atahifadhi. Mjinga siku zote anatengeneza vitu vya kugombanisha watu, anatengeneza vitu vya kugombanisha watu. Huyo ni mjinga asiyekuwa na anaipua skendo ambayo hata yeye mwenyewe akiondoka ameiacha kwenye shida familia yake. Ni rahisi sana mama akiwa na mtoto nyumbani akigombana na mume wake kuambia watoto baba yako afai, usiende kwa baba yako afai, baba yako amenifanyia hivi, baba yako ni mlevi, baba yako ni mchawi, baba yako ni nini. Ni rahisi sana, si ndio? Ili watoto mioyo yao isiendelee baba. Ni rahisi sana baba akiachana na mama na mke wake kuambia watoto mama yenu ni malaya, mama yenu alikwenda karudi, mama yenu ni mchawi. Ni rahisi sana, lakini bila kujua mazao ambayo nini kiondoka watoto kwa umeagawa watoto kwa makundi mawili, ambao kuwarudisha watoto kwenye hali iliyonyoka ni shughuli kubwa sana. Ndio ambao wapumbavu wasiokuwa na akili kichwani mwao wanayafanya mpaka leo. Amina. Kazi yetu kama kanisa tuliopenda kwenda na mioyo yetu ni kuunganisha watu. Sisi tuko kwenye kiunganishi, tunawarudisha ndani ya Edeni ambapo walipotea, walihasi. Tunawarudisha. Edeni sio dini, Edeni sio zehebu. Kuna watu wanapambana kuwarudisha kwenye madhehebu yao. Kuna watu wanapambana kuwarudisha watu kwenye dini zao. Hiyo sio Edeni. Edeni ni kumrudisha mtu kwa Muumba wake. Yes. Ni kumrudisha mtu kwenye kutenda mema. Amina. Ni kumrudisha mtu kuwa mwema. Yes. Ni kumrudisha mtu kuwa mtu anayejitambua mwenye upendo. Amina. Ni kumrudisha mtu kuwa ana mshikamano. Yes. Ni kumrudisha mtu kwamba apende wa kwake. Ndio. Sema amen. Amina. Hiyo ndio Edeni. Ni kumrudisha mtu kwamba uwe na amani. Sio kumpambania mtu rudi umeasi. Eti mkiama kanisa measi. Wewe mkiama kanisa hapa njoo upige na magoti nikombe. Haitani ngumi. Haitani vurugu. Haitani kugombana. Ukiwa tu hapa ni kazi ni Mungu kupaka. Njoo tupige magoti, nikuwekee mikono mwambie neno kwa kusalimia huko kweli. Wala hizo vitu vingine ni vya ajabu. Wanajua kama mwasi huyu. Nisije nikasikia kuna mtu mwasi. Mwasi wewe. Unatenda leo mabaya ya asili ambao hakuna naye kuona. Kuhama kanisa. Umehama kanisa na bebe. Wewe hama. Hiyo si haribike. Nimeleta huko. Nimwambia wiki iliyopita. Nilikuwa nazaa kanisa. Sema amen. Wazuri. Wenyekevu. Wapole. Akaja mzee kanisa kwanza kwa baba. Naomba mimi kuna mtumishi nimepata sio achalize sio wapi. Ndio nifanye kazi naye baba. Kuna hakika huyo baba atakufa. Baba tulikuwa tunafanya zamani. Sasa nimekutana naye, niomba nifanye naye huduma.
Nikapisha magoti tena nikawa naye nyuma. Nikapiga magoti yake sikuchelewesha. Nikaomba nenda kwa amani ya Kristo. Sio kwa dawa. Akaenda. Akakaa kwa mwezi bila kwenda na familia. Baadaye baba mko nimefika muda kulia dada yake. Baba nimefika muda kumbariki sana. Akaondoka na familia. Akaenda mwingine akaondoka. Mshaka kanisa. Nikaona na njiani. Tupo na mama na dai. Nikaona tembea kwa mguu. Nikasimamisha gari na mwambia bibi hao wanangu njoo. Baba bariki amen. Uko baba nachunga siku wapi wapi tuangoma siku wapi nachunga kanisa kama. Hongera sana. Nipo baba. Amen. Mungu akubariki sana. Songa mbele. Mungu atie nguvu. Amina baba. Nina mgonjwa mtosteka ndio Mungu akamfanya mgonjwa. Nina amani zote. Nikaanza baba. Tunamtuza mimi tena mbele kazi wapi? Si Morogoro nenda piga magoti hapo. Akapiga magoti nikamwombea. Akaenda Morogoro. Nikashaka na nani baba nimerudi kule Morogoro ile mtumishi akijiona na mzee baba mimi naomba nyumbani na pia Akakaa na miezi kadhaa. Baba. Na nataka niende siku kuna mtumishi amenipigia simu kwa kukutana naye. Ndio nikaomba naye kaenda. Akakaa usiku nusu mwaka karudi tena. Baba nimechuma tumekaa. Ndani yako ofisini. Baba unajua ninafikia pale nataka tukashie chumba au unanisaidia tukoni mwisho wa mwezi tunatoa 40,000 basi unanisaidia 40,000 maana mimi sina mali sana nikamwambia 20,000 tu wao fanya kazi ya Mungu kwa 20,000 wewe unataka unataka utapata 20,000 kila mwisho wa mwezi hapana shida yani mimi nitapiga na watu bwana mwanzo anajipa shida za ajabu kwa sababu una kodi ndani yako kama usiona utafuta wewe mwenyewe unagombana na watu bure kwa sababu akapiga magoti akaenda baba samani baba Dodoma kule kuna mtu ameniambia kuna eneo la mtu ameacha huko hata mtu ameacha huko kutoka kwenye nyumba yake unapi mwenye msingi ya hata niruhusu tu nikapambana kurudisha sababu naamini Mungu atanitumia nitapiga magoti baba Yesu msaidie kwa Dodoma kwenda kaenda Dodoma sasa nipiga simu yuko simu msoma baba ni baba msoma umefanya nataka kurudi Dar es Salaam kufanya kanisa la Mungu achana baba mimi hapa sikieni naona sio wito wangu hapa naona hii sio hata baba naomba ile kanisa ni kuachia na waumini kazana ama ni kuachie mtume wako mtu aje chunge na ndio ndio hapo situme tu mtu ndio hapo kwa nini tuna kweli ndani yetu yes ulina kweli ndani yako uhangaiki ndio usitumie nguvu kukosana usitumie nguvu kukushindana acha Mungu akupiganie acha Mungu akushindie huyo ndio mtu mwenye kweli ndani yake amen sinaongea na amina sema amen amen sema amina sema amina amen mimi mwenyewe nilikuwa ni mchungaji msaidizi kwa mtumishi nilikuwa nachunga na msaidizi na mimi nilikuwa najua kanisa na kanisa mimi muda mrefu kwa tarehe 21 anasema Ayubu sura ya 22 mstari wa 21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Maana kwa mwepesi ijue sana kweli ndivyo mema yatakavyokujia ili yale unayojua yaje kwako kanuni ya kiroho kile unachokijua ndio kitakuja. Kuna watu wanajua majini mwambie aina zote za majini anazijua Subiana, Makata, anajua mjini anaitwa Jumanne, anaitwa Jumatano, anaitwa Alhamisi,
Jumanne watoka. Wanaamini Jumanne ni siku ya majini. Uongo kweli? Wapo. Na kuna mtu anakuambia kabisa Jumanne ni siku mbaya. Lakini Biblia inasema mwenye imani siku zote kwake ni sawa. Yes. Mwenye imani, asiyekuwa na imani, yeye anaazimisha siku na mwezi. Wewe unasema. Mwingine anakuambia Alhamisi ndio kafanya kazi. Alhamisi ni siku ya mimi mwema na tawala. Hasa mimi ndio kama majini. Yale unajua mpaka kila mmoja majini yule pale yule subiana kwa. Aliye makata yule leo. Yule ndio umegegea yule leo. Huyo ndio leo ni konwado. Wewe unajua ina kama majini zote. Nataka leo ujue kweli. Yes. Ikuweke huru kwa jina la Yesu. Yes. Acha kujua majini. Amina. Mjue sana Mungu. Ili uwe na amani somapo. Uyapokea tafadhali. Soma Ansha ya Kiswahili. Mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Ili uwe na amani. Wanao mjua Mungu walio na kweli ndani yao wana amani. Amen. Mimi unaponiona shahidi ni watu wangu wa karibu. Wangapi wako karibu na mimi? Wamenifahamu miaka 5 iliyopita. Nyosha mkono. Mmenifahamu kuanzia miaka 5 iliyopita. Acha na wale wa mwaka mmoja. Nataka wote ambao mnanifahamu miaka 5 iliyopita simameni. Simameni ni wao. Kwa uongofu wape ni wengi kuliko wa zamani. Simameni. 5 iliyopita simameni. Mungu wangu. Israeli wako hapa. Uongofu wote ni wengi. Wazalendo wako hapa. Mnanifahamu miaka 5 kurudi nyuma. Simama. Simama. 5. Simameni. Wengine zaidi ya 5. Simameni. 5 kuendelea. Simama. Anyoshe mkono ambaye amewahi kuniona nimemnuna kuanzia asubuhi kesho na kwenda dabani, simsalimii, sijibu salamu yake, simpokelee, simanyoshe mkono apite leo. Mungu leo mhukumiwe kwa haki. Nyosha mkono. Nyosha mkono ambaye umewahi kuniona nimekununia siku nzima. Mama, ndio nyosha mkono. Kwa nini unanifahamu zaidi? Kwa nini unaniweka mimi? Wewe nimekaa na miaka 10 na ngapi? Huyu nimekaa na miaka 10 na. Huyu ndio ananifahamu zaidi wako kweli. Amen. Na dangani? Amen. Mama, nakuomba unihukumu mbele za Mungu nifie hapa na sababu. Nimewahi kununia masaa 24. Nimekaa kesho. Yaani mwanamke huyo alichonifanyia anajua yeye. Asubuhi anaamka amelala nigeukia upande wa pili, sitaki usinishike na silali kidogo kitanda yule pale atausheki ni mke wangu, sio kama atukosana. Sijawahi kumchukia masaa 24. Huo ndio uko. Yes. Mimi sijui. Mimi sijui. Yes. Sijui na mwingine sijui na mwabudu Mungu yupi. Mungu Yesu. Fundisha. Yashikeni haya. Yashikeni haya. Amen. Kuwa na amani. Ongeza pointi ya 4. Uwe na furaha. Mtu aliye na kweli ni mtu ambaye anadumu katika kufurahi maadamu anaishi. Mhubiri 3:9 mpaka 12. Maadamu unaishi, maadamu unapumzi. Mhubiri haraka. Mhubiri 3:9 mpaka 12.
inawezekana. Nadhani hivyo ndivyo. Lakini ni mtu wa furaha. Sio mtu wa kukaa na kitu umekaa mwilini wako, kukaa na vitu ni mbaya. Furahi maadamu unaishi. Amen. Maadamu unatembea. Yes. Maadamu unakula. Maadamu unaona hali ya hewa. Furahi. Furahi. Mimi nimependwa mengi mabaya. Mengi ambao akihadisia siwezi kwa sio fungu langu. Wala siataka. Sio maisha yangu. Nimefanywa mengine umekuwa wewe. Usije wazi na wewe. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 9 na kuendelea. Na kuna mimi anasema, je, mtendaji ana faida gani katika yale anayesumbuka nayo, anayehangaika nayo, anayopata nayo shida ambayo Mungu amewapa ili kutabika katika hizo tabu. Kila maana yake anasema nini? Maana yake wanadamu wanahangaika na vipindi na nyakati. Unahangaika na kipindi cha mwenzako kuchukia na unachukia. Unahangaika na kipindi cha mwenzako kuharibika na unaharibika. Mwache yeye aharibike, wewe sio mbele ya Yesu wako. Nafasi yako. Yes. Mimi namwambia mke wangu, sio unaongelea nini na mke wako wewe au na mume wako. Mimi namwambia mke wangu, ukiharibika unaharibika wewe. Usiwe siku utaharibika wewe. Na mimi nikiharibika niache niharibike mimi. Wewe ndio utaona. Ndio kanuni yake leo. Niache dunia. Wewe umeharibika wewe. Wewe mimi anihusu. Wewe sio mbele kwa kwako niache. Mimi ni Ibrahim. Ukiona tumeenda bila kushoto niende kulia. Baadaye tutaitanaga potelea mbali. Unafikiri sisi sina sisi? Siambi sinajua. Sijui sinajua. Kuna mengine nasikia ni makubwa sana. Nimemwambia